Huu ni mto Ruaha, Iringa, Tanzania. Umejaa sana. Ni mto ambao upo Kikongoma. Sasa leo tunakwenda sehemu ambako alijidumbukiza mamake Mkwawa. Sehemu hii inaitwa Daraja la Mungu. Ni sehemu ambako unaweza kupita juu lakini maji yanapita chini kama ambavyo unaona. Sehemu hii ni sehemu ya kitamaduni na sehemu ya kimila kwa sisi Wahehe. Sehemu hii maji yanapita mengi sana chini kwa sababu mto Ruaha una maji sana. Sasa basi, wengi ambao wanakuja hapa kama unavyoona unatembea juu lakini chini kuna maji mengi sana. Mto mzima unapita hapo chini. Sasa basi, sehemu hii huruhusiwi kwenda kama wewe ni Mhehe au hata kama unapita afu na unafahamu mila zetu. Huruhusiwi kupita bila kuweka majani sehemu hii. Kwa hiyo nikakata majani niweze kwenda kuyapeleka sehemu ambapo yanatakiwa kuwepo, kwa sababu ninaelewa mila na tamaduni za Wahehe kwamba ninatakiwa nikate majani na ninatakiwa nipeleke sehemu majani ambapo haya majani yana kazi ya kimila, na kuna mtu speciali kabisa ambaye yeye ndiye anayetakiwa kwenda kujua hayo majani yanafanyia nini, na pia yeye ndiye anayefahamu kwamba hayo majani yana kazi gani. Kwa hiyo mimi nikaweza kuweka majani yangu hapo, lakini pia kabla ya yote nikatakiwa nifanye tambiko dogo kuweza kupata kibali. We Sengimba kamwene nene ndili mnyalukolo ndikuta ipa ndisaka kutegule video kwa kuposti uko mitandaoni. Nene ndisuka kibali chako. Nimekuja hapa nimeweka majani pale kuonyesha heshima, lakini pia ninataka pia nikaonyeshe marafiki zangu uzuri wa hii sehemu, lakini pia kuambia historia ya kuhusu hii sehemu. Kwa hiyo naomba kibali chako. Naamini mtanipokea na naamini mtaweza kuniruhusu niweze kurekodi hii sehemu. Sijui chochote, lakini ninachoamini ni kwamba miungu inalinda hii sehemu. Naomba nirekodi salama na nimalize salama. Nimeshafanikiwa kuomba kibali kwa bibi yetu Sengimba. Kwa hiyo sasa nina ruhusa ya kuweza kuendelea kurekodi video zetu hapa. Nataka nikuonyeshe sehemu jinsi ilivyo. Hii ndio sehemu ambayo bibi yetu Sengimba, malkia wa Wahehe, mke wa Mwinyigumba, alipojidumbukiza na alipoweza kujirusha kwa lengo la kuulinda ufalme wa Uhehe, kwa sababu alikataa kutoa dawa kuweza kumtawaza Mwambambe kuwa mfalme wa Wahehe. Kwa hiyo alivyokataa na aliona kabisa kwamba siwezi kutoa, akaamua kujirushia hapa. Kwa hiyo hii sehemu ni sehemu ambayo mpaka sasa hivi Wahehe tunathamini mila zetu, Wahehe tunalinda mila zetu, Wahehe tunapenda mila zetu kwa kuja hapa kuonyesha heshima. Kwa hiyo leo nimekuja kuonyesha heshima kwa malkia wetu Sengimba, malkia wetu, malkia wa Wahehe, malkia ambaye aliulinda na kutetea ufalme wa Wahehe. Ile sehemu ukiangalia ni kama hamna kitu, lakini ukichunguza zaidi unagundua ni sehemu ambayo ina maji mengi sana, na kwa sasa hivi pamejaa. Hapa ndipo Kikongoma, Iringa. Sasa usisikilize stori nyingi. Stori ambayo unaiona katika hii sehemu hapa, hii sehemu ukiangalia huwezi kuzani kama kuna mto, lakini kina chake ni kirefu sana. Kwa hiyo nataka nisogee afu upangalie palivyo. Ukiangalia ni kama hakuna maji yanayopita, lakini ni sehemu ambapo pana kina kirefu sana. Hii ndio sehemu ambako alijidumbukiza mamake Mkwawa, na hii ndio sehemu ambako imebeba historia ya hii sehemu Kikongoma, na hii ndio sehemu ambapo inatufanya tuweze kumfurahia malkia wetu, bibi yetu Sengimba, kwa sababu aliweza kulinda ufalme wa Uhehe kwa kukataa kutoa dawa na akakubali kuweza kutoa maisha yake kwa kujirusha katika sehemu hii. Hii sehemu yote ni sehemu ya mto Ruaha. Mto Ruaha ni mkubwa sana, lakini sehemu yote hapa niliposimama mimi ni sehemu ambapo pana mto chini, lakini ni ngumu sana kuweza kujua kama pana mto kama unapita kwenye ile njia. Kwa hiyo ukitoka hapa ndio utaelekea katika ile sehemu ambapo tunaweka majani kuweza kuonyesha heshima. Ukitaka kujua majani ni ya nini, usisahau kuendelea kutufollow na kuweza kujua haya majani yana kazi gani. Sehemu ile pale sasa, hii ni shati yangu jamani. Sehemu ile pale ndio sehemu ambapo tunakusanya majani ili uweze kupita. Ile sehemu tuache kudanganyana mitandaoni kusema kwamba kuna sehemu ukitaka kuchota maji lazima uweke majani sio ufanye nini. Sehemu hii hata kupita unatakiwa uweke majani pale kwanza. Ukiweka pale ndipo utaruhusiwa kupita. Kwa hiyo tuache kudanganyana. Zingatia, ukijua hii sehemu kama unatakiwa kuweka majani, tunakuomba uweke, kwa sababu usipoweka litakalo kukuta tusilaumiane.
lakini pia usianze kutafuta wazee wetu na kuanza kuwasumbua kwamba wewe nimepita, nimepotea. Kwanza hata nyie sijui niwaambiaje. Guys, zingatieni mila zetu na tamaduni zetu. Hii ni sehemu ambapo unatakiwa kuweka majani kwanza ndipo upite uendelee na safari zako. Sababu nimeshakuwa nawaeleza mara nyingi. Nimewaeleza mara nyingi sana. Uruhusiwi kupita hapa kama hujaweka majani. Ukiweka na au hii sehemu uruhusiwi kupita kama hujaweka majani. Usipoweka majani kitakacho kukuta juu yako, na tusilaumiane kwa hilo, kwa sababu tumekuwa tunawaonya mara nyingi na tumekuwa tunawakanya sana. Kwa hiyo hii sehemu zingatia, yale majani yote ni watu wamepita na wamekuwa wanaweka. Hata mimi leo nimeweka kabla ya kuja hapa kwa sababu nafahamu. Kwa hiyo ukiona umekuja hapa na hujaweka na umedharau, kitakacho kukuta tusilaumiane. Wazee wetu wakiee, hatutaki waanze kusumbuka kwa sababu unajua kabisa kwamba unatakiwa kuweka alafu wewe huweki. Tusilaumiane kwa chochote kitachokuwa kimetokea. Na waambie wazazi wako kabisa kwamba jamani, mimi sitarudi tena. Naamini utakuwa umepata kitu na naamini utakuwa umejifunza kitu. Hapo ndipo safari yangu ilipokuwa imeanzia kuweza kuweka majani. Lakini pia pale ndipo alipodumbukiza mamake Mkwawa, na huku ndiko nilipokuwa nimejia. Kwao ninarudi. Safari yangu imekuwa ya neema sana, na safari yangu imekuwa ni safari ambayo imekuwa ina baraka, kwa sababu kuja katika kaburi la mama yetu, bibi yetu Sengimba ni safari ya baraka sana kwa kila mtu ambaye anathamini utamaduni. Hapa ni Kikongoma mkoani Iringa, Tanzania, lakini kuweza kufika maeneo haya, kuweza kutembelea maeneo haya kuna utaratibu. Basi ni vizuri sana uweze kufuata utaratibu na kuweza kulipa kiingilio cha kuweza kuja sehemu kama hii. Na sehemu hii sio tu kuja kusikia historia, unaweza ukaja kuweza kuomba, unaweza ukaja kuja kupata baraka, unaweza ukaja kuweza kuja kufurahia. Kumbuka, hapo ninapotembea, ninatembea juu ya mto Ruaha, na kama nilivyokuwa nimekwambia, chini hapo maji yanapita, ndio maana hii sehemu tunapaita daraja la Mungu. Unaona maji yalivyo mengi? Basi hii ndio Iringa yetu, na hii ndio Kikongoma, na hapa ndipo ardhi ya Chifu Mkwawa Mkwavinyika Ndasalasi Mwamuyinga Munyigumba. Karibu sana Iringa, karibu sana Tanzania. Endelea kufurahia mazingira yetu, usahau kusubscribe, kutana na notification bell ili uweze kupata mambo mengi zaidi ambayo nitoka tukiyapost sisi kama Wanyalukolo Cultural Tours. Karibu sana. Asante.